Kina Jobu wasukiwa mkakati Mtibwa. Mambo yanabadilika, hivyo ndivyo unavyoweza kusema unapoizungumzia Mtibwa Sugar ya sasa, kutokana na kuingia kwenye mfumo wa kusajili nyota wa kigeni tofauti na ilivyokuwa miaka iliyopita, huku kocha mpya Mkenya Yusuf Chipo akiwa na mlima wa kupanda katika kutimiza majukumu yake. Mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara wa mwaka 1999 na 2000, Mtibwa Sugar wamekuwa wakibeba sifa ya kuwa pia ni kituo cha kukuza na kuendeleza vipaji, na walikuwa moja ya timu chache ambazo hazikuwa na nyota wa kigeni kabla ya jambo hilo kubadilika hivi karibuni. Tumefanya mahojiano maalum na mtendaji mkuu wa Mtibwa Sugar, Swabiri Abubakar, ambaye amefunguka mambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na sababu ya kuingia kwenye sajili za nyota wa kigeni, huku akibainisha kuwa dirisha dogo wana mpango wa kuongeza idadi zaidi. Kina Jobu wapya. Kwa miaka mingi Mtibwa Sugar imekuwa ni chimbuka la vipaji na mastaa wengi wa soka ambao wametamba katika klabu nyingi, akiwamo nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya Taifa Stars Meck Maxime, kiungo fundi wa bolo Abdullah Rahim, Hamudi Gaucho na wengine wengi. Hata katika kizazi cha sasa wapo wakali kibao waliopikwa katika akademi ya Mtibwa Sugar. Nahodha msaidizi wa Yanga na Taifa Stars Dickson Job, beki wa timu hiyo ya Jangwani Kibwana Shomari, kipa wao Abutwalibu Msheri, beki wa Singida United Nixon Kibabage na Lada Kichasambi wa Simba ni kati ya matunda ya Mtibwa Sugar. Licha ya timu hiyo kuamua kuingia kwenye siasa za kusajili nyota wa kigeni, Swabri anasema bado wataendelea kuibua na kukuza vipaji vya nyota wa ndani ambao watafanya biashara kwa klabu nyingine. Kusajili nyota wa kigeni haina maana kuwa tumepoteza utamaduni wetu wa kuinua na kuendeleza vipaji vya wachezaji. Ukiondoa msimu tuliocheza championship msimu mmoja nyuma, tulimuuza Chasambi, anasema na kuongeza. Hadi sasa pia tumewekeza katika kutengeneza kikosi chetu cha ushindani, sio kuachia wachezaji kila msimu. Tumebaini kuwa ndio sababu ya kutetereka na kujikuta tunaanza upya msimu hadi msimu, anasema. Swabri anasema walikuwa na mchakato wa kusaka vipaji kwa kukusanya wachezaji zaidi ya 800 ambao wamefanya mchujo na kubakiwa na baadhi ambao wamewagawa kwenye makundi tofauti. Kuna wachezaji wa umri wa chini ya miaka 17 ambao wamekusanywa pamoja na chini ya miaka 20. Makundi haya mawili nina imani yataleta tija kubwa kwa kutoa wachezaji wengi bora kama ilivyokuwa kwa kina Dickson Job, Kibwana Shomari na wengine wengi, anasema na kuongeza. Utaratibu tunaofanya kwa sasa hauwezi kuonekana kuwa na tija, lakini baada ya miaka kadhaa mbele tutakuja kufanya biashara kubwa na pia tutakuwa na timu za vijana nyingi shindani. Tumepandisha vijana 6 na tuna imani watatajwa sana ligi kuu bara kutokana na ubora wao msimu huu. Tumepandisha mabeki 3, viungo 2 na washambuliaji 2. Ni zao letu kutoka timu ya vijana. Tuna imani watafanya mambo makubwa. Sitaki kuzungumza sana mdomoni, ubora wao utaonekana uwanjani. Omar Manga, Harus Evdos, Omar Rahaya na wengine hawa ni sehemu ya matunda bora ambayo tumeyatengeneza hapa. Ni kweli mambo yanaenda kasi na sisi tunaendana na ushindani uliopo. Tumeamua kusajili nyota wa kigeni kwa lengo la kuongeza chachu ya ushindani. Ligi imebadilika, inakuwa siku hadi siku. Kuchanganya wenyeji na wageni ni kuongeza ubora na ushindani, anasema Swabri na kuongeza. Kuna dalili kubwa dirisha dogo tukaongeza nyota wengine wa kigeni ukiondoa waliopo sasa, ambapo kuna baadhi tumechukua kwa mkopo na wengine wamesajiliwa, ila hii haiondoi utamaduni wetu wa kukuza na kuendeleza vipaji vya vijana. Ligi imebadilika, ina ushindani na sisi tunataka kuendana na kasi iliyopo. Kukiwa na wazao wa kigeni kutakuwa na chachu ya ubora na kikosi, lakini pia na ushindani kwa upinzani. Ushindani ukiongezeka ndani ya timu kwa wazao kuchuana na wageni, kutakuwa na timu bora shindani ndani na nje ya uwanja. Tukikutana na wapinzani, hatutasajili kwa majina ya nchi walizotoka, tutazingatia ubora wao na tutaangalia ni namna gani watakuja kuongeza ushindani kwa nyota tulionao sasa kikosini bila kuangalia wa ndani au wa kigeni. Mtibwa Sugar ilianza msimu huu bila ya kuwa na kocha mkuu na jambo hilo liliiweka hatarini kushuka daraja. Kama kanuni za ligi zinavyosema, endapo timu itafika mechi 6 bila ya kuwa na mkuu wa benchi la ufundi baada ya kucheza mechi 5, sasa ikibakisha mechi 1 ili kushushwa daraja, Mtibwa imejinasua mtegoni kwa kumnasa kocha Mkenya Yusuf Chipo. Tuna benchi ambalo lina vijana Salim Bonde, Awaz Juma, Shabani Nditi na Dickson Daudi. Uwezo wao ulikuwa unahitaji kupata mtu mzoefu ambaye anaweza kuongeza, lakini awe na uzoefu na soka la Tanzania.
Chipo tuliona ni sahihi kwetu, amesema Swabri na kuongeza. Chipo tuliona anafaa kukaa pamoja na makocha wetu ambao wamekuwa na msaada mkubwa hasa kwa timu za vijana. Tunaamini atakuwa chachu ya kuongeza uzoefu lakini pia kuisaidia timu kufikia mafanikio. Anasema alichelewa kuanza kukiinua kikosi kutokana na matatizo ya kifamilia, lakini wao kama viongozi walifanya mazungumzo naye kwa muda na kumalizana naye, na sasa amekuwa pamoja na timu na wana imani naye atawafikisha kule wanakodhamiria kufika. Hii ni Nile TV, endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Niliyekusomea taarifa hii ni mimi Liz wa Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye.